Sarungi katika uhai wake, kwa sababu amehudumu kama daktari, amehudumu hospitali ya Muhimbili, lakini pia Profesa Philemon Sarungi amehudumu kama waziri wa afya, waziri wa elimu, waziri wa mawasiliano na uchukuzi. Zote hizo ni kada ambazo amehudumu, lakini kwa kuwa profession yake na heshima yake ilikuwa ni kwenye afya, basi umezingatia na kuweza kubeba. Mwenzi daktari mzao siku nyingi kutoka Moi. Waliobeba ni timu ya madaktari. Asanteni sana. Tukiwa tumesalia kusimama, naomba vile vile tutambue uwepo wa viongozi wa dini ambao tuko nao hapa. Wazee wa kanisa kutoka Kinondoni SDA, Pastor Makimo, katibu wa chama cha wachungaji jimbo la kusini mwa Tanzania, pamoja na Pastor Mgwambi, katibu wa chama cha wachungaji kusini mwa Tanzania. Na naomba mchungaji, karibu sana kwa ajili ya hombi la ufunguzi. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu mkuu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya wema wako na kwa ajili ya fadhili zako. Nakushukuru kwamba sisi umetuita kuwa wana na binti zako, na kwa sababu hiyo tunapokuwa na shida tunakuja kwako. Na leo tumekuja tukiwa tumejawa na majonzi kwa ajili ya mwenzetu Profesa kuweza kutuacha, nasi tumekuja hapa kwa ajili ya kuja kufarijiana. Na hivyo tunaomba Roho wako Mtakatifu aweze kuwa pamoja nasi, atupe nguvu na uwezo ili kwamba maneno yote yatakayosemwa hapa yakaweze kuwa ni baraka na yaweze kuleta nguvu. Na hivyo tunaomba kwa ajili ya ndugu na jamaa ambao wamempoteza mpendwa wao Dr. Sarungi, kwamba kwa namna ya pekee uweze kuwa pamoja nao ukiwatia nguvu ili wakaweze kuwa na matumaini. Na sisi sote utufundishe kwamba siku zetu za kuishi katika ulimwengu huu ni chache, na hivyo tu yakabidhi maisha yetu mikononi mwako ili kwamba mara utakapokuwa unakuja sisi sote tuwe tayari. Na hivyo huduma zote zitakazofanyika siku ya leo mahali hapa na zikabidhi mikononi mwako. Ndivyo tunavyoomba na kuamini katika jina la thamani la Kristo Yesu. Amina. Asante sana mtumishi wa Mungu. Basi viongozi wa kanisa, tafadhalini naomba mje hapa mbele. Asante sana. Familia ya Profesa Philemon Sarungi, mama mjane wa profesa, watoto, ndugu, jamaa na marafiki, poleni sana kwa msiba huu mzito ambao kimsingi imetukuta kama taifa. Poleni wanaroria, poleni wanautegi, poleni wa Tanzania wote na wanataaluma ambao kimsingi tumefikwa na msiba huu. Na sasa tunaenda kuanza ratiba yetu rasmi, na tutaanza na salamu za rambirambi. Salamu hizi za rambirambi zitakuwa kama ifuatavyo. Tutapata salamu za rambirambi kutoka Moi, lakini vile vile tutapata salamu za rambirambi kutoka kwa viongozi wa
Tukimkubali Bwana Yesu tutapata, tukimwamini Bwana Yesu uzima bure, maisha yetu yatakuwa ni salama. Ahadi zake Bwana Yesu ni za hakika, uzima bure, wokovu bure, ulinzi bure kwake Yesu tutapata, amani bure, upendo bure, faraja bure kwake Yesu tutapata. Tukimkubali Bwana Yesu tutapata, tukimwamini Bwana Yesu uzima bure, maisha yetu yatakuwa ni salama. Ahadi zake Bwana Yesu ni za hakika, uzima bure, wokovu bure, ulinzi bure tutapata, amani bure, upendo bure, faraja bure kwake Yesu tutapata. Petro kauliza, sasa Bwana Yesu tutapata kitu gani tukiwa na wewe? Tumeacha mali zetu, tumeacha na nyumba zetu. Sema, sema Bwana Yesu tutapata kitu gani tukiwa na wewe? Petro kauliza, sasa Bwana Yesu tutapata kitu gani tukiwa na wewe? Tumeacha mali zetu, tumeacha na nyumba zetu. Sema, sema Bwana Yesu tutapata kitu gani tukiwa na wewe? Tukimkubali Bwana Yesu tutapata, tukimwamini Bwana Yesu uzima bure, maisha yetu yatakuwa ni salama. Ahadi zake Bwana Yesu ni za hakika, uzima bure, wokovu bure, ulinzi bure kwake Yesu tutapata, amani bure, upendo bure, faraja bure kwake Yesu tutapata. Tukimkubali Bwana Yesu tutapata, tukimwamini Bwana Yesu uzima bure, maisha yetu yatakuwa ni salama. Ahadi zake Bwana Yesu ni za hakika, uzima bure, wokovu bure, ulinzi bure kwake Yesu tutapata, amani bure, upendo bure, faraja bure kwake Yesu tutapata. Hata leo twauliza, sasa wachungaji tutapata kitu gani tukija kwa Yesu? Tumeacha ya dunia, tumeacha na mambo yote. Sema, semeni wachungaji tutapata kitu gani tukija kwa Yesu? Hata leo twauliza, sasa wachungaji tutapata kitu gani tukija kwa Yesu? Tumeacha ya dunia, tumeacha na mambo yote. Sema, semeni wachungaji tutapata kitu gani tukija kwa Yesu? Tukimkubali Bwana Yesu tutapata, tukimwamini Bwana Yesu uzima bure, maisha yetu yatakuwa ni salama. Ahadi zake Bwana Yesu ni za hakika, uzima bure, wokovu bure, ulinzi bure kwake Yesu tutapata, amani bure, upendo bure, faraja bure kwake Yesu tutapata. Tukimkubali Bwana Yesu tutapata, tukimwamini Bwana
Yesu uzima bure. Maisha yetu yatakuwa ni salama. Ahadi zake Bwana Yesu ni za hakika. Uzima bure, wokovu bure, ulinzi bure, kwake Yesu tutapata. Amani bure, upendo bure, faraja bure, kwake Yesu tutapata. Tukikubali Bwana Yesu tutapata. Tukimwamini Bwana Yesu uzima bure. Maisha yetu yatakuwa ni salama. Ahadi zake Bwana Yesu ni za hakika. Uzima bure, wokovu bure, ulinzi bure, kwake Yesu tutapata. Amani bure, upendo bure, faraja bure, kwake Yesu tutapata. Dunia hii, duniani mapito. Dunia hii yapo yanayoumiza. Niende wapi, niende wapi nipate amani? Niende wapi, niende wapi nipate faraja? Dunia hii, duniani mapito. Dunia hii yapo yanayoumiza. Niende wapi, niende wapi nipate amani? Niende wapi, niende wapi nipate faraja? Yupo Yesu, Yesu pekee awezaye kuokoa. Yupo Yesu, Yesu pekee awezaye kufariji. Yeye ndiye Yesu pekee atakaye kushindia kwa yale yote magumu unayoyapitia. Usilie, usihuzunike. Asante sana. Tunaendelea kuwakaribisha wageni ambao wanaendelea kuwasili, viongozi mbalimbali wa serikali, viongozi wa dini, viongozi wa kisiasa, ndugu jamii, ndugu jamaa na marafiki wote pamoja na Watanzania wote kwa ujumla. Na sasa kabla tujaenda kwenye salamu za rambirambi, tunaenda kusikiliza wasifu wa marehemu. Na wasifu huu utasomwa na binti wa marehemu. Hivyo kwa heshima kubwa na taadhima naomba nimkaribishe. Karibu sana kwa ajili ya kusoma wasifu wa Profesa Philemon Sarungi. Karibu sana. Karibu sana juu.